Hello community ya Pi Network Tanzania na hata katika viunga vya Afrika Mashariki na nchi jirani ambazo wanaongea lugha yetu ya Kiswahili. Watanzania ndugu zenu, tunajivunia kwanza kwa kuikuza lugha hii adhimu ya Kiswahili. Tunatarajia kuifanya lugha hii ya Kiswahili kuwa ni lugha mama katika mataifa ya Afrika. Tukaziondosha zile lugha ambazo ziliweza kututawala kama Kifaransa, Kireno, Kiingereza. Tukaweza kuzitupilia mbali huko, tukabaki na lugha yetu ambayo ni lugha ambayo inaakisi na kumulika historia na kumulika tamaduni ya Mwafrika, lugha ya Kiswahili. Natumai huko mliko mnanisikia na kunielewa. Leo hii tarehe ya leo 21 ya mwezi huu wa 5 wa mwaka 2025, nataka kuzungumzia jambo moja ambalo aidha linawachanganya watu au watu wameshindwa kulielewa na wengi wamelikatia tamaa. Leo ni tarehe 22 na si tarehe 21, Alhamisi ya tarehe 22. Swala lenyewe ni kuhusiana na ununuaji wa sarafu ya Pi katika haya masoko ya exchange na kisha sarafu hiyo kuirudisha katika Pi Mainnet, kuileta katika wallet ya Pi ambayo ni Pi Browser. Kuna baadhi ya viongozi na pia kuna baadhi ya pioneer wanakuwa na mkanganyiko, kipi ni sahihi? Sasa mimi nitalizungumza hili katika hali iliyokuwepo sasa hivi. Na hali iliyokuwepo sasa hivi ni kuhusiana na wallet moja ambayo imekuwa ni gumzo duniani katika jamii ya Pi Network. Hata katika jamii ya crypto nyingine kuna wallet moja imekuwa ni gumzo kabisa. Wallet hiyo imeweza kudiriki kununua kwa siku ya jana Pi zisizopungua milioni 80. Sio Pi za shilingi milioni 80 au Pi za dola milioni 80. Imeweza kununua Pi, idadi ya coin ya Pi milioni 80 kwa siku moja, zaidi ya milioni 80. Na wallet hiyo imeweza mpaka sasa hivi kumiliki idadi ya Pi milioni zisizopungua 155 mpaka sasa hivi. Ikazua gumzo wallet hiyo katika mitandao ya cryptocurrencies duniani, wengi wakihusisha wallet hiyo na wallet ya Binance, wakisema kwamba huenda hawa ni Binance wanazinunua Pi katika soko hilo la OKX na kuzirudisha katika Pi wallet. Lengo labda wakitaka kutengeneza liquidity pool, au lengo wakitaka kutengeneza scarcity, au lengo wakitaka kutengeneza demand, kutengeneza hivyo. Kila mtu akawa anaongea la kwake, lakini mimi sasa Msafiri nataka niongee kwa muktadha mwingine kabisa. Leo hii wa Tanzania au wa Afrika tunaonekana ni nchi maskini sana, au ni bara maskini sana, kama vile Donald Trump alivyotuita, anavyotuona ni miongoni mwa mabara ambayo ni maskini duniani, ikiwemo Tanzania. Kweli sisi ni watu maskini, lakini sisi na umaskini wetu ndio tunaoogopeshana kuhusiana
na hizi masuala ya crypto. Inafika hatua tunaambiana kwamba haifai kuzinunua sarafu na kuzirudisha katika wallet ya Pi, kuzichanganya na zile Pi ambazo umefanyiwa migration. Sasa hebu kaa na ulitafakari hili. Mtu tumchukulie ni mtu, hawa wanaosema ni Binance sawa, tumchukulie ni mtu mmoja au ni watu wameungana, wanazinunua Pi kutoka katika exchange ya OKX na kuzipeleka katika wallet zao za Pi browser. Imagine mtu huyu mwenye pesa hizi ana ujinga kiasi gani, ana upuuzi kiasi gani wa kuto kufuatilia fedha zake, wa kuto kufuatilia biashara yake ina uhalali na umakini kiasi gani juu ya pesa anazowekeza, kwamba zina asilimia ngapi ya upoteaji, kwamba mtu huyu ni mjinga kiasi gani, hafahamu mradi huu kwamba umeruhusu kuzichukua Pi katika exchange na kuzileta katika Pi wallet. Hivi inawezekana kwa mtu mwenye uthubutu wa hivi? Sasa unaweza ukajua ukasema amenunua tu Pi milioni 80, amenunua Pi, anamiliki Pi milioni 155. Hebu tuanze kuzichambua, zina thamani kiasi gani na Tanzania shillings, alafu tujiangalie mimi na wewe. Tukianza na hizi Pi milioni 70 alizozinunua, zinakadiria kuwa na dola milioni 56 za Kitanzania, milioni 56,128,606.73. Yaani mtu amenunua dola, yani amechukua dola milioni 56 na kwa Pi zaidi ya milioni 80 ni sawasawa na dola za Kimarekani milioni 63, ambazo hizi dola milioni 63 tukichukua kwa reti ndogo tu ya dola moja sawasawa na 2,500 inakaribia ni bilioni 100. Can you imagine? Mtu amechukua bilioni 100 kwa siku moja, yani kwa siku moja mtu amefanya muamala. Nazungumzia siku ya jana tarehe 21. Mtu ametoka huko na bilioni zake 100 akazipeleka OKX, akanunua Pi akazileta katika Pi browser. Jumla yake akawa na Pi milioni zaidi ya 155. Sasa milioni 155 hizi ni dola, ni Pi milioni 155. Tukizidisha mara reti ya Pi sasa hivi ambao ni 0.8 na 0.8 kama na 13 hivi, yaani Pi moja ina thamani ya 0.813 kwa reti ya sasa hivi. Tukizidisha mara Pi zake alizokuwepo nazo ambao ni Pi milioni 155, atakuwa amewekeza dola za Kimarekani milioni 126,015. Mtu huyu tangia Pi iwe listed katika masoko ya exchange mpaka leo hii ameweza kununua Pi zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 126,015. Sijui tupo au naweza nikasema anamiliki Pi zenye thamani kwa usahihi. Sasa kwa usahihi anamiliki Pi zenye thamani
ya reti ya sasa hivi ya 0.813 anamiliki pai zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 126. Ikumbuke huyu mtu amenunua pai ikiwa ina reti tofauti tofauti. Tuliona pai wakati ina reti ya dola 1.5. Tuliona miamala ameweza kununua pai milioni 40. Alinunua pai milioni karibia 32 ikiwa pai ina dola 1.5. Sasa pai imeshuka ina 0 hiyo, lakini licha ya kushuka kwa 0.813 sawasawa anamiliki dola milioni 126 na elfu 15, ambayo hii dola hii ukiconvert sasa kwa reti ya T shillings, tujalie kwa reti ya 2600 kwa sasa hivi, mtu huyo anamiliki trilioni 300 bilioni 27 milioni 639. Kwa kifupi tu ni sawasawa anamiliki trilioni 327. Hapa tunazungumzia trilioni 327. Nini maana yangu sasa kukuletea haya mahesabu? Maana yangu ni kwamba mtu huyu ana upuuzi kiasi gani, kwamba sisi ni werevu, kwamba Watanzania ni werevu, tunauelewa sana wa kujua kwamba pai iliyokuwepo katika masoko ya exchange haifai, ni haramu kuirudisha katika pai browser au kuileta katika pai wallet yako na kuzichanganya zile pai zilizofanyiwa migration na kuzichanganya na hizi pai za OKX au pai za Bitget au pai za MEX. Haifai. Ikiwa wakati huo wewe uwezo wako mkubwa sana, yani mkubwa sana, umenunua pai za T shillings milioni 1. Yani hapo ndio tunasema kwa Mtanzania amenunua pai kubwa sana sana, ni milioni 10. Yani mtu amechukua milioni zake 10 akazinunulia pai. Wakati huo kuna mtu anamiliki pai zenye thamani ya trilioni 327, alafu still amezihamisha kutoka katika OKX kuzileta huku katika wallet ambazo sisi tunaambiana leo haifai, ziache kule kule. Je, mtu huyu unavyodhani maarifa yake, ufuatiliaji wake, elimu yake ni sawa na ya kwetu sisi? Kama mtu anaweza kumiliki kiasi hiki cha pesa, atashindwa kufuatilia na kuelewa mradi huu malengo yake ni nini? Sasa lengo langu la pili kukuletea hizi mahesabu. Je, huyu mtu mwenye hizi pesa trilioni 327 hajaona mradi mwingine wa kuinvesti pesa yake ili aweze kupata faida zaidi ya hii? Niulize tena swali. Trilioni 327 hajaona sehemu ya kuzipeleka ili aweze kuget faida zaidi ya hiyo aliyowekeza? Hata huku kwenye hizi exchange, kwenye hizi sarafu, kwenye biashara ya crypto, kwa nini tusione kumenunuliwa Bitcoin hizo? Au kwa nini tusione kumenunuliwa BNB hizo? Kwa nini Pi Network? Tafsiri yake sasa nikupe tafsiri yake. Tafsiri yake ni kwamba mtu huyu kwanza anauelewa huu mradi kinaga ubaga. Kama kwa siku ya jana ameweza kununua pai zenye pai zaidi ya milioni 80, pai yani idadi ya pai zaidi ya milioni 80 kwa siku moja, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu
kuna kitu anakijua sisi hatukijui. Mtu huyu bila shaka hanunui pai akiwa anasubiri ipande thamani auze. Mtu huyu ingekuwa ananunua pai anasubiri ipande thamani auze, angeziacha pale pale aliponunulia. Yaani si amenunua OKX, basi angeziacha pale pale OKX kama ni holder, yaani ameziholdi, amezishikilia kusubiria ipande nini, price aweze kufanyaje, kuuza. Kitendo cha kuzihamisha kutoka OKX na kuzileta katika Pi Wallet, tafsiri yake mtu huyu anasubiria kitu kingine, either anasubiria open mainnet. Hiyo ni sababu ya kwanza. Na kama anasubiria open mainnet, ili siku ya open mainnet ndo tutajua price halisi ya Pi, basi mtu huyu atakuwa anafahamu siku ya open mainnet kutakuwa na price tofauti na hii iliyokuwepo katika masoko ya exchange. Ndio maana mtu huyu akazihamisha Pi kutoka OKX akazileta katika Pi Wallet. Hilo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, mtu huyu anataka kuzihamisha zile sarafu za Pi kuzipeleka katika exchanger nyingine, na huenda exchanger hiyo nyingine ikawa bado haijailisti hii coin ya Pi network. Kwa hiyo lengo lake anasubiria hiyo exchanger anataka kuihamishia hiyo Pi ilist Pi azipeleke huko, huenda ikawa price ikawa ni tofauti na ya sasa hivi. Sasa kwa mantiki hizi mbili, inawezekana mtu huyu anayewekeza matrilioni, sio mabilioni, matrilioni ya pesa zake, matrilioni ya T-shillings, ana uelewa wa ukaribu sana na hii sarafu ya Pi, na ndio maana anazinunua kwa wingi alafu anazihamisha. Tafsiri yake hataki kuziuza katika soko la OKX. Yaani hiyo ndio tafsiri yake ya 100%. Hataki kuziuza katika soko la OKX. Anazinunua Bitget, anazihamisha. Tafsiri yake hataki kuziuza Bitget. Anazinunua OKX, anazihamisha. Tafsiri yake hataki kuziuza OKX. Sasa anataka azipeleke wapi? Ndio wengi wakaanza kuunganisha doti kwamba huenda hii ikawa ni wallet ya Binance. Kwa sababu gani wengi wanasema huenda ikawa ni wallet ya Binance? Kwamba mtu binafsi hawezi kuingiza mguu wa pesa zake za trilioni hizo za pesa kununua sarafu, lakini imeshuhudiwa huko nyuma Binance walifanya huu mchezo katika sarafu zingine, kama vile walivyofanya katika sarafu ya Bitcoin, walivyofanya sijui katika sarafu ya nini, sarafu zingine kama nini sijui walitaja hapo sarafu. Binance ilionekana ile sarafu wakati ipo katika kipindi cha pre-sale, waliweza kuzinunua zile sarafu katika wallet yao nyingi, mamilioni ya sarafu. Alafu sarafu ilivyokuwa sasa listed sasa katika trading, ilivyoingia katika liquidity pool, Binance wakapeleka mzigo wao pale, wakawa wanaweza kufanya trading pale katika liquidity pool. Kwa hiyo wakahusinisha doti kwamba huu mchezo Binance washauzoea, ni michezo yao. Kwa hiyo inawezekana hii ikawa ni wallet ya Binance kwa sababu kwanza imeweka pesa nyingi sana, imewekeza pesa nyingi, na kama ingekuwa ni mtu binafsi anataka kutengeneza scarcity, yani kutengeneza ule uhaba wa Pi kuwepo katika hiyo exchange ili auze, angeweza kuzinunua alafu akazihold yeye mwenyewe binafsi. Kitendo cha kuzinunua na kuzihold mwenyewe binafsi, pale pale kwanza unatengeneza demand, hapo unatengeneza supply.
Kwa hiyo unapokuwa umezishikilia zile sarafu hazipo katika pool ya exchange wanazo wawekezaji, alafu kuna wengine wanazihitaji. Tafsiri yake kitendo cha wengine kuzihitaji, hiyo ni demand. Alafu sasa supply inakuwa wewe ndio mwenye supply. Sasa unaamua kwa sababu watu wanazihitaji na naziuza, nauza, soko thamani inapanda, price ikipanda unaziuza. Sasa yule amezihamisha kabisa. Kitendo cha kuzihamisha kabisa, huyu sio mtu binafsi, hii ni taasisi. Na kama ni taasisi, huenda hii ni taasisi ya exchange. Inawezekana labda ni Coinbase au ni Binance, wengi wanaihusisha na Binance. Sasa kama ni Binance, sasa tujalie ni Binance. Sasa tafsiri yake, baada ya open mainnet, Binance kawaida yao hawalisti coin ambayo ipo katika pre-mode, yani ipo katika building. Maana sasa hivi Pi bado ipo katika building, ipo katika ujenzi, lakini ni ujenzi wa mwisho. Sasa sarafu ya exchange ya nanilio ya Binance hainaga hizi desturi ya kuilisti coin ambayo bado imeshikiliwa na wenye mradi, yani wale holders wakuu bado ni wao wenyewe wenye mradi. Alafu kipengele cha tatu ni kurani zile QFS quantum, unakuwa hamna zile quantum zikiwashwa kule kwenye kodi. Rafiki yangu mkuu Zinge aliniambia, aliingia kule kwenye kodi akaona ni tarehe, nadhani tarehe 14 mwezi wa 7 au 15 mwezi wa 7 bila kukosea, hizo tarehe mbili aliniambia ndio quantum machine zitawashwa rasmi, kulazimisha mabenki yote kutoka kwenye mfumo wa Swift fiat money kuhamia kwenye mfumo wa currency, cryptocurrency kuanzia hiyo tarehe 14 mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 11, kila benki duniani iwe imeshahama. Hayo mambo matatu yakishafanyika, basi open mainnet inaonyesha kwamba inaweza ikafuata, na ama open mainnet itangazwe kabla ya hayo mambo matatu au itokee kabla ya hayo mambo matatu au baada ya hayo mambo matatu. Kwa ndugu zangu, tuendelee kufuatilia updates za hapa na pale, lakini tukiwa tunaendelea kufuatilia update, tuendelee kujifunza. Nimefungua group la mafunzo, nimekusanya watu zaidi ya 200 wameshajikusanya sehemu, wanasubiri mafunzo yaanze. Mafunzo yataanza wiki ijayo tarehe 26 Jumatatu jioni saa 2. Nimegundua kuna wimbi kubwa la mapayonia ambao anabonyeza kitufe anaondoka, hakuna kitu kingine chochote anachokijua hapo kwenye pale. KYC hajakamilisha mpaka wengine grace period ilipita. Mtu anakutumia wallet yake, anakutumia dashboard yake, anaonyeshwa, inaonekana grace period imeshapita, akikutumia kule kwenye salio, pai nyingi zimeshaenda kwekundu, kwenye mshale mwekundu, kwa sababu yeye anajua tukumaini na kuenda. Watu wamekaa kwenye hili group la Doctors Pi Tanzania, wengine Twiga Commercial, wengine magrupu kibao, lakini hawajifunzi, wanafuatilia tu update. Alafu muangalie huyu, kuna tofauti kati ya kujifunza na kufuatilia update. Update utaipata ni nzuri kama hii ndio itoa hapa, lakini kama hujajifunza ukaelewa nini unachofanya huko kwenye Pi, hiyo update kuna namna ambavyo haitokusaidia chochote. Matokeo yake watu wanakuja kudhulumiwa. Anakuambia haifai juzi hapa kuzipeleka huko, kama siku 3 zimepita, kuna bwana mmoja aliniomba nimnunulie Pi na kuzipeleka katika nimwekee kwenye wallet yake. Jiulize hilo la Pi afu la pili, za shilingi wewe ambaye mpaka sasa hivi nikamuomba address, naongea na wewe sasa, ambaye mpaka sasa hivi ile ya kupokelea Pi, ananiambia muangalie huyu basi sawa mkuu, ngoja basi niende dukani chapu nikakuchukulie kwa muda mmoja. Nilishtuka. Alafu muda huo
Nikampigia tena simu kwenye WhatsApp. Vipi hiyo address? Ndio nafika karibu na dukani. Bwana, kamwambia address haiuzwi dukani. Alafu muda huo tena inakaa kwenye wallet yako ndugu. milioni 14 kwenye wallet. Yani, kwa hiyo nikiingia kule kwenye wallet nikutumie screenshot. Unanunua pale milioni 70 katika sio nitumie screenshot, copy address yako unitumie. Sijui inakaa wapi. Ikabidi nianze kumwelekeza address inakaa wapi. Anazo pai chache alizoziloko kwenye wallet, nataka nunue kwenye exchange aweke. Jiulize na wewe, at least hata pai 5 ili open minded ikija aweze kutumia. Basi ikabidi nimwelekeze aende wapi, aipate address, aitume. Sasa mtu kama hajui hata address inakaa wapi, anaenda kukuchukulia address dukani. My brother, my sister, my mother, my father uliyeko kwenye grupu hiyo open minded ikija, huyo mtu si atatapeliwa. Na hapo namuomba address ajui ilipo, ameshanitumia fedha 25,000 bila kukosea. Nikamwambia nikasema sasa kama ningekuwa mimi ni mtapeli na lengo la kutapeli, hapo ni kitu ambacho ningemwambia nitumie maneno yako 24 niingie mwenyewe huko kwenye wallet nikaichukue, maana naona hujui. Lengo kuu lako mimi nitaka nikikataa kutuma namwambia na 25,000 sikutumii, maana sijui nikutumia wapi wallet 25,000 nishanunua dola, siwezi tena kuitoa, maneno kibao. Hapo atakuwa mpole, atatuma maneno 24 mwenyewe. Nazama kwenye wallet mle, naona kuna pai. Nikishaona kuna pai mle, tayari kama amelock miaka 3 na kana subiri zifunguke nitoe. Kama kuna available balance kidogo nakachukua, na 25,000 na tupai kwenye wallet, kila kitu nimekoma. Mwezi wa kwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, tujiathari, tuanze kujifunza. Lakini huyo bwana kwa sababu alikutana na mimi, nilimwelekeza kiutaratibu tu. Nikamwambia ingia kwenye wallet yako, copy hapa, nitumie. Alikopi kweli, akanitumia, nikamtumia pai zake. Sio unanunua pai na yeye ameingia kwenye group la darasa, nianze kuwafundisha. Mapioneer ni wengi, mko humu mmekaa tu kimya, mnasubiri mwambie open minded dashboard sema open minded ni kesho, lakini dashboard itasema ndio, ila sasa hujui kutumia hiyo pai, utateseka nayo. Yani itakuwa mzigo mkubwa mgongoni kwako na kichwani kwako, kwa sababu wakati pai moja baada ya open minded kila unayekutana naye anaifahamu pai ni tapeli. Ukiuza pai zako 50, mimi niongee tu wazi. Yaani nimezima simu zangu, mimi nimekaa sehemu, nimetulia na familia yangu, sitaki usumbufu. Zinge naye ndo aliniambia mapema kabisa, hata jana nilikuwa naongea naye. Akaniambia yani mimi mkuu, baada ya open minded sitaki usumbufu kabisa, sitaki usumbufu. Sidhani kama Dr. Kibona ndo atataka usumbufu. Sidhani kama George Solo naye ndo atataka usumbufu. Kila mmoja atataka kukaa sehemu atulie, atulize ufahamu wake na ubongo wake, kumwambia Mungu amuonyeshe ni nini afanye na huu mzigo wa fedha ambao umefika kwenye maisha yake kwa mara ya kwanza. Leo hii inathamani. Nyie ndugu zangu, kwa sasa hivi amuone uzito uliopo kwenye hii kitu. Subirini hii kitu ianze, iruhusiwe kutumika dunia nzima. Benki zote zipokee hii kitu, makampuni yote yapokee hii kitu, watu wote wapokee kitu. I say, mtakuja kujua kweli tajiri alikuwa anaongea na sisi mambo ya muhimu. Watu watalia vilio vikuu, watu watatapeliwa, watu watateseka, watu wataweweseka, watu watatembea uchi barabarani kwa sababu ya kupoteza pai zao, kwa sababu ya kutokukubali kujifunza kipindi hiki. Ni afadhali ujifunze kipindi hiki pai ikiwa inaonekana ina thamani ndogo. Mtu hawi na tamaa sana ya kukupigia kama thamani ikishapitishwa na kutangazwa na court kutoka makao makuu ya pai Marekani, Stanford katika kipindi University. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachoendelea kuasa sana, kama Nicholas aliposema kwenye ule mkutano wa Consesa kwamba open minded iko karibu sana, lakini hatutaki tu kufungua mainnet au kuleta open minded, bali tunaleta open minded wakati unaofaa. Makampuni yote yakiwa yameshapitishwa kwenye KYB na mapioneer wa faulu KYC na kuthibitishwa ili kuepushana na utapeli.
kama kauli hiyo ya Nicolaus isemavyo, wao wakiwa wanapambana na makampuni. Maana hata dashboard yetu inazungumza kwamba wanapokea makampuni kuwawezesha mitaji wasio na mitaji au kuwaongezea wenye mitaji midogo. Kama msisitizo wa Nicolaus unavyoeleza, mimi ninasisitiza kwetu sisi mapayonia mmoja mmoja, tutafute elimu kuhusu pai yetu na cryptocurrency. Pia tutafute fursa, uanze kujiandaa na fursa zako za kuwekeza kwa mambo yanayoonekana, ukiendelea kuwekeza humu kwenye cryptocurrencies. Tuache kudili na vitu ambavyo sio vya msingi sasa hivi kwenye mitandao. Tuache kabisa, tudili na cryptocurrency. Kama mimi sasa hivi, yani kila siku lazima nihakikishe kwenye cryptocurrency nimeona fursa tofauti na ya jana. Nashukuru mapayonia, mbarikiwe wote mtakao sikiliza hii audio. Mungu awabariki sana. Mchukue hatua kwa yale yanayowahusu, mtendee kazi. Kwa yule ambaye anaelewa kila kitu kwenye cryptocurrency au anaelewa baadhi ya vitu vya muhimu, ongera, itunze hiyo elimu, mueleweshe na mwingine atakayekuja kwa kipindi